Ni yapi magonjwa ya upungufu wa kinga ya mwili wa asili, lakini hii kinga ya mwili ya asili ni ipi hasa? Tunaenda kupata elimu kuhusu swala hili pamoja na magonjwa ambayo ni ya asili ambayo hutokana na kukosekana kwa hii kinga mwili ama kinga ambazo hazifanyi kazi kwa ufanisi ama vile ambavyo zinatakiwa kufanya kazi. Kama inafikirisha vile ni kitu cha aina gani hiki, lakini kuna kinga ambazo kila mtu anakuwa amezaliwa nazo. Endapo zinapungua, basi kuna hatari ya kupata magonjwa ambayo yanasababishwa na kupungua kwa kinga hizi ambazo ni za asili. Kujadili hilo na kupata elimu kwa undani, tumemwalika hapa daktari bingwa wa vimelea vya magonjwa na kinga mwili, kitaalamu akiitwa clinical microbiologist, Daktari Fatma Aziz. Karibu sana Dr. Fatma. Asante. Na labda tuanze kwa kupata elimu kuhusu hizi kinga mwili za asili. Ni kinga zipi hasa? Kila mwanadamu huwa na kinga za mwili ambazo zinamsaidia katika kujikinga dhidi ya maradhi ya kuambukiza. Kwa hiyo kuna seli mbalimbali au tunaita kama ni askari wa mwili wa kukulinda wewe. Ndo hizo. Sasa zinapoathirika zile, kama labda hazijatengenezwa au zina ufanisi wake wa kazi umepungua, basi ndo mtu huwa anapata hayo magonjwa ya kinga ya mwili. Sawa sawa. Maanake ni kwamba inawezekana mtoto akawa amezaliwa akiwa tu na hali hiyo bila kuwa na labda, ni sababu zipi ambazo zinakuwepo? Ni sababu za kijenetiki ama nini hasa kinasababisha mtu anakuwa anazaliwa kinga yake ikiwa iko chini? Kwa kinga ya asili, yani tunasema kwa mfano primary immunodeficiency diseases huwa inasababishwa na sababu za kijenetiki. Ile mtu anazaliwa nayo ya vinasaba, ndio shida huwa inaanzia hapa. Na hakuna labda kwa mfano mama akiwa mjamzito ama the way ambavyo mimba imetungwa ama sababu nyingine za ki lifestyle kwa mfano ambazo zinaweza kusababisha mtoto akazaliwa katika hali kama hiyo? Kwa lifestyle hapana. Genetic unajua watu huwa wanarithi. Kwa hiyo kwa mfano kama mimi labda katika familia yetu kuna historia ya magonjwa hayo, basi mimi nina uwezekano pia wa kurithi. Kwa hiyo hata watoto nitakaozaa kuna uwezekano pia wa kuyapata hayo magonjwa. Lakini kwa tafsiri pia daktari, yani natamani kuelewa zaidi kwamba hii kinga ya asili tunayozungumzia inakuwaje na inakuwaje? Kuna watu wanakuwa na kinga ndogo, kuna wengine wanakuwa na kinga ya kawaida, kuna wengine pia hata wakati mwingine kinga inakuwa sijui ni kubwa zaidi, unakuta kinga inapambana yenyewe kwa yenyewe, wanasema autoimmune, I don't know, something of the kind. Yani inakuwaje kunakuwa na hizi tofauti? Kinga kama nilivyosema mwanzo, kinga ya mwili kuna seli katika mwili ambazo kuna T cells, kuna B cells, kuna complement system ipo, kuna phagocytic system nayo, ambao hiyo yote kwa kujumlisha ndo askari wetu wa mwili wanaokabiliana. Sasa kipindi cha mtoto pale anapokuwa tumboni anatengenezwa, kunaweza kuwa kuna defect pale ya vinasaba. Kwa hiyo kunaweza kuwa kuna deletion, yani imefutika au labda zile codes zimekosewa katika. Kwa hiyo sasa mtoto anapozaliwa ndo anakuja kuwa na tatizo hilo. Sasa ziko za aina nyingi, inategemea na gene ipi imekuwa na defect. Yes. Na inawezekana hawa wazazi ambao wamempata huyu mtoto wao wasiwe na hiyo athari. Ama athari inaweza ikawa ni katika generations zilizopita. Inawezekana. Inawezekana. Mnatambua vipi kama huyu mtoto amezaliwa akiwa na kinga mwili pungufu ambazo ni za asili? Mara nyingi kwanza kwa mtoto unaweza ukawa unamuona anakuwa na viashiria mbalimbali. Mfano atakuwa na magonjwa ya kuambukiza yasiyopona, yani mara kwa mara unakuwa anapata maambukizi, anakuwa hakui vizuri, uzito kupungua, na hata kama ana vidonda vinachelewa kupona, magonjwa ya ngozi hayamwishi. Kwa hiyo unakuwa unapata
hiyo clue kwamba mbona hivi. Sasa unapokuja kwa sisi wataalamu wa afya, huwa tunaanza na vitu mbalimbali ili kuweza kugundua. Kwanza tutaanza kutrack family history. Je, kuna historia hiyo ya haya maradhi? Utasema. Baada ya hapo kuna vipimo vya maabara, kwa mfano kuangalia level ya kinga za mwili, level ya seli, mfano hizi white blood cells, neutrophil, lymphocyte tunaziangalia. Lakini vile vile tutaangalia kama kuna shida yoyote ya kijenetiki. Tunafanya genetic screening. Lakini pia vile vile, yani hivyo factors zile ambazo zinaweza kusababisha ndio huwa tunazipima kwa maabara, kule maabara. Na mkigundua sasa hivyo vitu ambavyo umevitaja bila shaka ndivyo ambavyo vinaenda kuwa ni magonjwa. Na kuna matibabu ya magonjwa hayo au kuna namna ambayo hizi kinga mwili zinaweza kuongezwa? Kitu gani kinachofanyika? Ndio. Kwa mfano kama watoto ambao ndo hawa wanapata maambukizi ya mara kwa mara ya bakteria au virus, huwa tunatoa antibiotic na antiviral. Lakini vile vile kuna kinga ya kuongeza immunoglobulins, kinga zile, immunoglobulin therapy. Lakini vile vile tunaweza kufanya bone marrow transplant. Tunafanya transplant ya zile stem cells ambazo ndo zinahusika katika utengenezaji wa seli za kinga. Kwa hiyo ndo tiba kubwa ambayo tunaweza tukafanya. Okay. Na daktari, natamani kujua pia kuna uwezo wa kugundua jambo hilo mtoto akiwa bado hajazaliwa, yani kwa maana akiwa tumboni, as early as that, kwamba tunajua kabisa kwamba huyu mtoto aliyeko ujauzito, huyu mtoto inawezekana akizaliwa atakuja kuwa na kinga ambayo ni pungufu. Kwa hiyo sasa tuanze kuangalia namna ya kusaidia ili kuanza kuimarisha kinga zake. Inawezekana. Okay. Kwa kufanya kitu gani sasa, kwa mfano mama akiwa mjamzito? Tunafanya hiyo genetic screening. Okay. Yes. Chukua zile amniotic fluids zinapimwa. Na ni sehemu ya vitu ambavyo ni ada kuangaliwa kwa mama mjamzito? Inapendeza ikawa inafanyika hivyo, lakini kwa sasa sijajua yani kama inakuwa yani kwenye kliniki hizi setup zetu hivi zinafanyika tu yale mambo ya kawaida tu. Yes. Kuna namna ambavyo mama ambaye yuko mjamzito anaweza kufeel kwamba labda mtoto niliye naye anaweza kuwa na au kuna kwa kufeel? Hapana. Labda kama anajua kuna history hiyo, ataanza kuwaza mwanangu anaweza kama amepata na yeye. Kama kuna history ya hayo maradhi katika familia. Na huwezi kugundua kwa mfano kwa vipimo vya kawaida kama vile ultrasound so? Ultrasound labda kwa kuangalia defect ya mtoto, labda mtoto amesha develop fully. Kwa kufanya ultrasound unaweza kugundua, kwa sababu ya haya magonjwa mtoto anaweza kama amezaliwa hivi tayari anakuwa defect zishaonekana physical. Kwa hiyo labda by doing ultrasound unaweza ukaona kwa utaalamu zaidi. Physical kama vitu gani? Usingine kuna hii siku hizo wanafanya ultrasound, unaweza kaona sura ya mtoto. Kwa kama kuna defect, labda kuna cleft palate, anapata yule mdomo sungura sijui. Kwa hiyo unaweza kaona kuna baadhi ya vitu unaona kabisa kwamba haviko sawa na mtoto ambaye yuko complete. Okay. Huyu mtoto ambaye anazaliwa akiwa na hizi kinga mwili pungufu anakuwa katika mazingira gani? Na ukuaji wake unakuwaje? Yani anaweza akafika tu uzima, maisha yanaendelea au inakuwaje? Kuna magonjwa mengine ili akizaliwa tu yanaweza kaonekana hapo hapo, na mengine yani amezaliwa nayo tayari defect ipo, lakini features unaweza kuziona akiwa mkubwa. Na kwa wale wadogo ambao ndo kama hivyo nilivyosema kwamba utaanza kuona anapata infections mara kwa mara, naenda hospitali anatibiwa, mara anapata tena inarudia. Ukuaji wake pia anakuwa anadumaa, hakui vizuri. Uzito, ukienda kliniki uzito unapungua tu, kula hali vizuri, yani ukuaji wake unakuwa sio mzuri kwa baadhi ya magonjwa haya, lakini mengine anakuwa mpaka mtu mzima ndio unakuja kugundua. Kwa hiyo anaweza akaishi muda wote kuanzia amezaliwa na bila kufahamu kuwa ana shida hiyo. Yes.
mpaka anapokuwa mkubwa. Lakini kuna sasa, hebu tuangalie vitu ukiachana hivyo vitu vya kitiba ambavyo vimesema ambayo tunaweza tukafanya kumsaidia kama hiyo uliosema ya kumwongezea kupandikiza some transplant. Yes, kwa ajili ya kumwongezea kinga, lakini kuna vitu labda vya kikawaida, labda lishe, mazingira, kumwekea mazingira fulani kwenye maisha ya kila siku, ambayo sasa kutokana na hali ambayo atakuwa nayo huyo mtoto tunamwepusha na hiyo ya kupata maambukizi, kwa sababu tushajua kwamba kutokana na kinga yake anaweza kupata maambukizi kirahisi. Kikubwa kama tulivyosema mwanzo kwamba watoto hawa wanakuwa wanapata maambukizi ya magonjwa mara kwa mara. Kwa hiyo kikubwa ni kumzuia huyu mtoto kupata hayo maambukizi kwa usafi na kuangalia chakula chake na chakula. Pia vile vile chakula bora na kumwepusha kukaa na sehemu ambazo watu wana magonjwa yale ya kuambukiza. Kwa sababu naye anaweza akapata. Na hayo ndio makubwa zaidi. Ukizungumza usafi, kukaa na mtoto katika mazingira ya usafi inahitaji kuangaliwa kwa hali ya juu kabisa. Ni vitu gani ambavyo unashauri kama daktari visiache kufanyika kwa mtoto katika kuimarisha kinga yake? Kwanza kabisa wale watu ambao wanamhendo yule mtoto, personal hygiene, hand washing, vyombo vya mtoto anavyolia viwe kama vinaoshwa na kama kuchemshwa vinaweza kukachemshwa, na pia vile vile wanaopika chakula chake kiandaliwe katika hali ya usafi, na hata mazingira yake anayokaa inabidi tu kujitahidi kuweka katika hali ya usafi, lengo tu kumzuia yule mtoto asipate maambukizi. Sawa. Pamoja na haya yote ambayo tumeyazungumza, daktari, swala la kinga mwili, hii hali haiwezi ikaja kuonekana mtu akiwa amefikia umri wa uzee, labda umetuambia anaweza ikajulikana akiwa mtu mzima kwenye uzee huku ambapo ni rahisi pia mtu kutembelewa na magonjwa. Huko inaweza kutokea yani kwamba si ameshafika mtu mzima anaweza kaa anapata anemia za mara kwa mara, kwa sababu moja ya cells zile za kinga zinahusika katika utengenezaji wa damu. Kwa hiyo atakuwa anapata labda anemia za mara kwa mara na maambukizi pia. Okay. Sasa lakini huyu mtu tunafahamu kwamba kinga yake inakuwa tayari iko delicate. Sasa kuna magonjwa mengine ambayo inashambulia kinga, mfano virusi vya ukimwi. Na sometimes pia watu wanakuwa kwenye riski ya kupata maambukizi kama hivyo. Sasa au magonjwa ya mlipuko. Manake kwa magonjwa yanayoshambulia kinga, wakati ambao yani elimu inatolewa kuhusu watu kujikinga, manake hawa inabidi sasa iwe ni tofauti, yani iwe ni special, sio? Kwa kundi kama hili. Ndio. Kwa sababu hawana askari wale wa kupigana maradhi. Kwa hiyo yani hao wanabidi tuwe makini zaidi. Yes, kwa sababu ni rahisi kupata maambukizi. Na ukipata maambukizi afu plus kinga yao ndio iko chini. Yani sometimes inaweza kuleta hadi kifo. Na kwa ujumla takwimu zikoje hapa nchini kwa watu ambao wanazaliwa na hali hii? Wagonjwa wapo sema, kwa sababu hakuna ile routine, yani sio ile sana kwamba screening ya labda mpaka mtu akipata tatizo ile ndo aende hospitali na baadaye ndo waje watu wagundue, lakini wagonjwa wapo wengi tu. Na ni kwa namna gani pia kama madaktari na taasisi mnatoa elimu kwa mama wajawazito na jamii kwa ujumla kuhusu uwepo wa magonjwa haya na namna ambavyo wanaweza kuyakabili? Elimu tunatoa kwa wagonjwa na pindi labda tunapoona wagonjwa kama hao tunaanza kuuliza hizo history na basi, na kama tutamgundua tutamwambia labda angalie nao wana familia wengine waje, ni hivyo. Lakini elimu huwa tunatoa kwa watu husika. Sasa manake wakati mwingine pia mitazamo ya jamii, unajua mfano ukiwa na mtoto anaumwa kila mara,
unaweza kahisi labda mtoto amelogwa. Baki unajiuliza mbona mtoto anaumwa tu haponi kila siku anaumwa. Lakini sasa uelewa huu daktari, yani unauzungumziaje? Kwa sababu saa nyingine pia mambo mengine tunaweza tukayatatua kwa uelewa na ile awareness tu, kwamba watu kujua kwamba kuna na nyie, kwa sababu na deal na watu wanaokuja hospitali na vitu kama hivyo. Uelewa upo kiasi gani kuhusu masuala haya ya kinga? Uelewa sio mkubwa vile. Mara nyingi kama unavyosema kwamba mtoto anaumwa sana, basi inaweza ikawa mambo ya ushirikina, lakini pindi wanapokuwepo pale hospitali, basi huwa tunatoa elimu, na tukitembelea labda kuna hizo peripheral hospitals kwa wenzetu pia, kama sisi wataalamu clinical microbiologist na immunologist, tunapoenda huko kwenye hizo peripheral hospitals, basi pembezoni huko, za vijijini huko, tunatoa elimu kwa wenzetu ile kuwa aware, kuwapa wananchi kutambua, ili tuweze kuwatoa wale wagonjwa huko walipo. Na huko hali ikoje? Maana huko ndo penyewe, huko ndo penyewe. Ingawa mtoto tu anaumwa tu mara kwa mara. Wagonjwa wapo wengi tu. Na uelewa wa jamii, utayari wao katika matibabu ya kiafya moja kwa moja, uelewa bado kidogo, lakini tunapowaelezea basi wanaanza kunani na kuanza kuambia wenzao. Kwa hiyo ile inasaidia kidogo. Tunafahamu pia kinga ya asili is something ambayo ni kitu ambacho yani huwezi ukasema kwamba labda utampa mtu dawa ndo kama hivyo utachukua hizo hatua. Vinasaba. Sasa nafikiri pia ni jambo ambalo lina attract tafiti zaidi na inquiries za kisayansi. Labda unaweza ukatueleza kidogo kuhusu how far tumeweza kufanya hizo, ili kuona kwamba kuna namna gani tunaweza kutumia mazingira mtoto huyu akishazaliwa akiwa na kinga ambayo iko pungufu. Labda wanasayansi wanasemaje zaidi ama tafiti zinaeleza nini zaidi kuhusu visa kama hivi na jinsi gani ambavyo mtu anaweza akapata kinga ukiachana ile ya kuzaliwa akaipata, yani kwamba kutoka kwenye sayansi, kwa sababu tunafahamu kwamba kwa mfano mtu anaweza akawa anaumwa akatibiwa akapona, sio? Tunataka tumani kuone kwamba mtu amezaliwa ana kinga pungufu, sayansi ikatumika kumpa kinga ambayo inastahili huyu mtu kupewa. Tafiti mbalimbali zimefanyika, ndio kama nilivyosema awali kwamba kuna hii issue ya bone marrow transplant. Hii inasaidia kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu yule mgonjwa wengi wanakuaga hawana marrow ni uloto. Kwa mule kuna zile stem cells ambazo zinatengeneza hizo seli kinga hizo. Kwa sasa kwa wale ambao hawana au ndo zina ufanisi wake unapungua, akiwekewa lifestyle inakuwa improved. Life condition yake. Kwa hiyo imesaidia kwa kiasi kikubwa sana. Kuna wengine wanakuwa kuna hii kitu tunaita thymus. Nayo tunafanya thymic transplant. Ile thymus inasaidia katika kutengeneza kinga za mwili. Kwa hiyo kama wengine wanazaliwa hawana, kwa hiyo akishakuwa transplanted na ile, basi kinga zinaendelea kujiproduce. Huku kwa tunaendelea na immunoglobulin therapy. Yani ile anakuwa anaongezewa tu kidogo, lakini kidogo inakuwa tumeimprove kutoka hali alipokuwa mwanzo mpaka. Lakini ile ya kumwekea kinga kabisa ya kawaida bado, yani iwe completely kwamba afu awe maisha ya kawaida, bado tunaendelea na tafiti. Sawa. Sasa Dr. sisi tunakushukuru sana, na hii ni elimu ambayo ni endelevu, bila shaka mtakuwa mnaendelea kuitoa kwa jamii kabisa. Na nitamani pia kujua kwa mfano Balkis, kabla hujamalizia, unajua ulitaja kundi la wazee kwa mfano, kuna kundi ambalo linakuwa too demanding kwenye mambo ya kiafya na vitu kama hivyo. Kwa mfano mtu anapokuwa mjamzito, sasa mtu mwenye kinga ndogo inakuwaje kwake yeye? Inakuwa nayo ni worse. Kwa sababu ujauzito nao unashusha kinga yako. Alafu una labda matatizo hayo. Kwa hiyo inakuwa ni yani concentration ya kuimprove kinga yake inatakiwa iwe more. Lakini still watu wenye kinga hizi wanaweza kubeba ujauzito labda kwa masharti gani kwa mfano? Sasa
Kwa asilimia chache, inategemea na maradhi mengine mtoto yani kusurvive mpaka kufika ukubwani inakuwa ni shida. Lakini kuna wengine wanaweza kufika katika hali umri huo mpaka kuweza kushika ujauzito. Kwa ni zile steps za kuprevent infection na other things ndo hizo ambazo kama watu wengine walivyo. Yeah, kuna mijadala huwa inaendelea pia kuhusu blood groups. Yani blood groups na level of immunity. Wengine wakisema kwamba kuna baadhi ya makundi ya damu, mtu akiwa na kundi fulani immunity yake inakuwa kubwa na baadhi ya kwa mfano sio. Kuna ukweli kiasi gani kuhusu hilo? Ni kweli hivyo, kwa sababu unajua hizi blood groups zina, yani ukiachana hizi blood group O, A, AB, bado kuna factors zipo ndani. Yes. Kwa zile nayo zinasaidia. Kwa ni kama ni kweli kwamba group O na some of the research zimesema hivyo kwamba O plus au negative? O positive. O positive. Unajua O negative tuko wachache kwa ulimwengu kama ni 20%. Mko wachache? Wako wachache. Okay, wako wachache. Okay, kwa ndo maana sure. Ndo maana hata mtu akitaka damu ya O negative inakuwa ngumu sana kuipata. Yes, negative kwa wachache. Sasa lakini inawezekana pia ukawa na group lingine ambalo linahusishwa na kinga kuwa pungufu, lakini bado ukawa na kinga ambayo iko sawa. Kwa mfano, kuna baadhi ya makundi yanatajwa kwamba ukiwa na kundi hili ni mtu ambaye anauma mara kwa mara ama kinga yake iko pungufu. Sasa sijajua kama hizo ni narratives tu ama ni mambo ya kisayansi. Kuna some of the researchers nasema bado still a debate. Yes. Okay. Kwa hiyo miongoni mwa wanasayansi wenyewe bado mnafanya debate. Sawa kabisa. Nafahamu pia kwamba kwenye hili la mtazamo kuhusu si makundi ya damu na vitu kama hivyo, lakini kuna wengine wanahusisha na mtu labda maeneo anayotokea. Kwa mfano wanasema bana, watu wanaotokea sehemu fulani ni watu ambao wako strong. Kwa mfano jamii, labda tuseme jamii, nitoe tu mfano kwa ajili tu ya kujifunza, labda jamii za Kimasai wanasema ni watu ambao sasa sijui ni genetically au ni kutokana na vitu wanavyokula ama vipi, lakini kuna baadhi ya jamii nyingine, sasa hizo sitazitaja, nasema watu wanaotokea sehemu fulani ni watu wanaumwa sana. Kwa hiyo sifahamu sana, lakini inaweza ikahusisha na jinsi mfumo wao wa maisha wanavyoishi, vyakula vyao wanavyokula. Nafikiri hiyo inaweza ikawa inachangia zaidi. Okay. Yes. Kwa hiyo is more of a lifestyle kuliko nafikiri. Sawa. Lakini kwa kumalizia sasa, daktari, una lipi la kuiambia jamii kuhusiana na masuala haya ya kinga ya asili, lakini pia jinsi ya kuimprove kinga kwa wale ambao tayari wanazaliwa wakiwa na kinga pungufu? Kitu kikubwa ambacho naweza kusema ni kwamba katika jamii tunapoanza kuona viashiria kwa watoto, mfano ambao inawezekana kwa wana hiyo primary immunodeficiency diseases, ni vizuri zaidi kufika katika kituo cha afya, aufika kwetu pale Muhimbili na kuona wataalamu, na tusikae na watoto au wagonjwa huko nyumbani. Yes. Sawa, tunakushukuru sana. Asante sana Dokta kwa elimu ambayo umetupa. Dr. Fatma Aziz ambaye ni daktari bingwa wa vimelea vya magonjwa na kinga mwili, yani clinical microbiologist. Asante sana.